Naitwa Salala, Isa Salala. Mimi ni bodaboda wa MK Kimara. Ile siku 5 nilizokaa ndani nimeathirika kwa kiasi kikubwa. Kutokana na uchumi wangu kwanza uliomba, kutokana na akiba nilikuwa nayo, nilikuwa tayari nishaitumia, maana yake nishaishiwa. Sasa ilinibidi nitafakari natoa wapi hela nyingine ili nipate kujikizi katika kipindi hichi ambacho hakuna uwezekano wa kutoka kwenda utafuta. Hakuna uwezekano wa kutoka, maana yake inabidi, kwa mfano mimi kazi yangu inabidi nitoke ili nile. Nisipotoka ujue siri. Sasa hizo siku 5 nitakula wapi? Ndio swali nilikuwa najiuliza. Kwa hiyo lazima nitafute ndugu rafiki wa kuniazima pesa ili nitumie wakati huu ambao nipo ndani. Kwa hiyo iliniathiri kwa kiasi kikubwa kujiwekea madeni yasiokuwa na lazima. Kingine pia iliniathiri kutokana na sika zetu hizo, wengi pikipiki sio za kwetu hizo. Zinaenda kwa hesabu. Na hesabu bosi haelewi kama kuna maandamano au kuna nini. Yeye anataka hela yake. Hata ndani hizo siku 5 ambazo sijafanya kazi, bosi anaendelea kwa hesabu. Sasa kwa mimi inaniwekea deni ambalo sio la lazima. Itanifanya mimi baadaye kumaliza mkataba, kwa mfano ningemaliza mwezi wa 11, itanisogeza mbele. Kwa hiyo inakuwa athari kubwa sana kwangu. Ushauri wangu, kabla hujafanya kitu, jaribu kufikiria mbele. Sababu vijana wenzangu waliojaribu kuandamana huenda wakufikiria athari itakayotokea baada ya kitu wanachokifanya. Lakini kiukweli tumeathirika kwa kiasi kikubwa. Kufikia hatua unga wa shilingi 1500 tunanunua 4000. Mchele wa 2000 unanunua 5000. Kipindi hicho utoke ndani ukumbuke. Hasa hela kununua mchele wa 5000 unatoa wapi? Ndio mwanzo wa njaa. Tumetoka ndani tumepungua. Mimi nilikuwa mnene hapa unaponiona. Mimi umeisha huu.